Kagala, hebu niambie, mbona nimekukuta katika hali ile na katika mazingira yale mchafu, yani umechafukiana mwili, majani, vumbi, mwili mzima unanuka? Maana toka siku ile tulipokutana hatujakutana tena. Leo ndio tunakutana na kukuta katika mazingira kama hayo ya ovyo, kama chizi. Shida nini kwani? Sahihi. Kwanza asante kwa kunisaidia. Usijali. Pia alonikuta huko ni makubwa sana, tena sana. Lakini kabla tujaenda huko, hii nguo unanichagulia sijaipenda. Sasa jamani, wewe umekuja na nguo hapa, nguo za Thomas. Nimekupa, nimekustiri kama mdogo wangu kwa vile nimekuta kwenye shida. Haya, utakalia kuchana nguo zako zile zile zilizokuwa umetoka nazo huko ulipotoka. Basi sawa, asante. Siku ile tu wakati tumeachana hapa nyumbani kwako, nilivyokataa ile kazi yako ulionipa, nilifanikiwa kurudi hadi nyumbani. Nikapumzika na siku ile sikuweza kutoka kabisa nyumbani. Lakini siku ya pili katika pitapita zangu hapa kijijini, nilifika sehemu nikakutana na mtoto njiani. Yule mtoto mimi simjui wala sijawahi kumuona kabla. Lakini katika mazingira ambayo nimemkuta, alinifanya nijiulize maswali mengi sana ambayo sikuweza kupata majibu yake. Nilimuuliza, wewe ni nani na unafanya nini hapa njiani? Lakini hakunijibu. Amekaza uso kabisa hivi, yani acheki. Ananiuliza, wewe mbea sana mtoto mdogo. Asa mimi sikumuelewa yeye anamaanisha nini. Nikamuuliza, wewe ni nani na unataka nini? Alichonijibu, wambea kama hii dawa yenu ni moja tu. Asa ngoja nikuonyeshe. Akaninyoshia kidole kama hivi. Wakati aninyoshia kidole, yani akili yangu ilisi kuchanganyikiwa. Yani sikuwa kabisa katika fahamu zangu za kawaida. Baada ya kuninyoshia kidole, nilitokea sehemu moja ambayo sikuwahi kufika. Yani ni porini huko msituni, kuna tisha. Nilikutana na mijoka huko. Yani ni kuna tisha. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mara mpaka umepelekwa kwa sehemu ambao hujui. Umekutana na mijoka, umekutana na maskletoni sijui. Ningekuwa mimi nisingeweza. Ningekimbia sijui wapi nakimbilia. Lakini pole ndugu yangu, tena pole sana. Kwanza hivyo hiyo mada ya mtoto. Mimi nikajua kile kitoto nilichokutuma uende ukakaue ndio kinafanya, maana hapa nilikuwa ni tayari nishachanganyikiwa. Asante. Lakini mbaya kufanikiwa kutoka huko salama, hiyo ndio sio kwa uwezo wangu. Kuna binti nilikutana naye huko msituni. Huyo ndiye aliyenisaidia. Wewe usijali. Kwanza umekula? Dada, kiukweli katika mazingira ambayo nimepitia huko polini, naweza kula nini? Sehemu sijawahi kufika, matunda yenyewe ninakutana nao ni ya ajabu. Yaani hapa nilipo sijala takriban kama siku 2. Yaani sielewi na wala njaa inaniuma hapa nilipo. Na lazima njaa ikuume, maana unakaa sehemu ambayo haina nyumba, hakuna nini wala nini, mipolini tu, hujui unafanya nini wala unachofanya. Usijali ndugu yangu, mimi wewe ndugu yangu, unakuona kama mdogo wangu Thomas. Kwa yani chochote kinachokupata mimi nitadili nacho na nitapambana. Inabidi hapa ule chakula, nipige chakula hapo ndani,
ule kwanza, niende sokoni. Nikirudi sokoni nipike chakula ule, alafu nitakusindikiza kwenda nyumbani kwako. Sawa, hamna shida. Maana nahisi mdogo wako ana wasiwasi kweli itakuwa. Si unajua sisi tuko wawili na ndugu zetu wengine wako huko mjini, kwa hiyo tunaishi maisha hayo peke yetu nyumbani. Basi sawa, ngoja hapo nikampigie simu Thomas ili alete vitu kuja kupika. Sawa, asante. Asante. Kaka. Kante. Kaka. Ulikuwa wapi? Huu sio muda wangu muuliza alikuwa wapi. Hapo mchukue na aende kupumzika ndani. Akikaa vizuri atakwambia alikuwa wapi. Asizonje. Asante kwa msaada wako. Usijali, sisi wote ni ndugu. Kwa lazima tusaidiane. Kweli? Haya, mbaki salama eh? Haya. Vipi Sizonje? Yule mtoto tulimwokota polini yule kijana. Shoga yangu we. We acha tu. Kanielezea kila kitu na vile kilichomkuta. Hiki kijiji chetu hiki kinaongoza kwa ushirikina dada. Ushirikina? Ndio. Kwa nini unasema hivyo? Bwana yule mwenzangu alipotezwa. Upo? Kwanza mimi nakosa nikupana mchukio yule mtoto wa Zumba. Si unamjua yule mtoto kupanda shina mdogo wangu hapa? Kile kidogodogo kile kitoto kile kama cha miezi 6 hiki. Kile kitoto joni kwa sikipendi. Nikajua kile ndo kichawi peke yake udugu wangu. Lakini kumbe kuna wachawi huko mpaka tu miaka 6. Sasa yule babu yule kapotezwa, mtoto kama umri wa makamu wa miaka 6 kapotezwa. Hebu subiri kwanza. Kapotezwa? Ndio. Yaani kapotezwa vipi? Mbona sijakuelewa? Shoga yangu we. Yaani kafanywa fia. Kama Fabia amefanywa fia, yaani hiyo ndio moja kwa moja ajui wapi kapelekwa. Ila mimi naamini udugu wangu. Kwa sababu mimi mzako yamenikuta mengi mimi mpaka hapa nilipofika hapa. Yamenikuta mengi sana mimi. Siamini lakini naweza nikaamini. Maana hichi kijiji hichi nimekuwa sasa sikielewi. Unakumbuka ile ndoto yangu ambayo nilikuwa naota kila siku mimi ya kisichana kile? Ndio. Yaani imenisumbua siku 2 3 hizi, yaani siishi kwa amani. Inawezekana au kijiji chetu kina laana hichi? Hapo kwenye laana inawezekana. Hasa shoga yangu. Wewe usiamini kwa ajili gani? Au uamini usiamini kwa ajili gani? Mimi mwenzako hata mtu akinidanganya anasema mimi nimelazwa nje, nakubali. Kwa sababu mimi amenikuta mazito mimi mpaka nafikia hapa, alhamdulillah Mungu. Mungu ananilinda mimi mwenzako, ananilinda kwa mengi sana. Maana mimi nikuta makubwa, yani makubwa. Yaani mimi mtu mkimsimulia story yangu ya maisha, anaweza kuniambia wewe Sizonje muongo. Lakini matatizo ambayo nimepitia mimi, hakuna mtu wote ambaye aliwahi kupitia. Yaani huyo aliyepelekwa polini, yani kama kananili tukaenda kupelekwa kuenjoy tu. Matatizo ambayo mimi nilokutana nayo. Ila mimi na jambo moja kwanza. Hata ulisema mwanzo sijui kijiji chetu kina laana. Unajua sasa hivi mambo matambiko sana watu wamesahau.
Ni kweli inawezekana, kwa sababu yani kijiji hicho, yani haya masuala sasa hivi sijasikia hata kidogo na sijai hata kusikia. Wenda ndo ikawa chanzo pia matatizo yote haya. Kwa sababu kila mtu yupo busy na mambo yake, sio wazee sio vijana. Yaani mambo utandawazi sasa hivi, mambo ya matambiko hayakumbukwi. Matambiko ni muhimu jamani, na ndio maana tunateseka kila siku. Hapo nilivyosema kwamba kijiji kina laana, yaani hiyo laana haijaanza juzi, hata mtoto anaozaliwa sasa hivi hiyo laana naikuta. Yaani mimi hata nilivyozaliwa laana hii nimeikuta, ipo muendelezo hii kama sizoni. Haya, yote 9. Ni vipi shogangu, tunaenda wapi tena? Wewe naye kujifanya kila siku umesahau, si vikoba au? Wewe nawe unanikuta hapa ninarundura nguo kwa unataka tena masuala vikoba. Aka mwenzangu siendi, nimalize kufua nguo zangu zikauke. Wewe unaona hali ya hewa yenyewe haieleweki. Mara jua unaona mjua unawaka hapo dakika 2 wingu. Subiri nguo zangu zikauke vizuri na zikuje zaweka ndani ndio nakuja kama nikiwahi. Yaani hapa ikiwezekana ndo siendi kabisa. Yaani wewe kwa visingizio hata uishiwi. Hivi unajua leo siku ngapi uende vikoba? Siku ya 4 hii. Wewe unapenda kulipa riba? Kulipa riba tena? Napenda. Sio kwamba ninapenda, ila ninapenda kufanya kazi zangu za nyumbani, yani hivyo yani. Haya, nitaenda kusema hivyo unavyosema, lakini wakikuta hapo mzima unafua mimi simo. Nani? Hivyo nani anaanzaje huyo mtu kuniingia mimi kwanza? Ajipange. Yaani tena pia huko aje kikamilifu na mabomu yote ndio aje kuniingia mimi kuja kunidai deni la shida nini hilo la kikoba. Nenda kanilipie tu shoga yangu. Nikulipie mimi na pesa naenda kuwakilisha tu, naambia naumwa basi shaisha hiyo. Wewe naye hauna hata ushoga mzuri, ushoga migino. Haya nendaga tena usitie uvivu kwenye kufua. Haya bwana wewe. Haya poa. Hapa mwenyekiti. Safi, vipi hali wewe? Safi shao. Mahaba kwema? Kwema. Mwenyekiti. Naam. Nimekuja kutoa taarifa kuwa kaka amerejea nyumbani. Alikwambia alipokuwepo? Kiukweli hajaniambia kitu chochote kile. Basi sawa. Mimi nitamtafuta. Nitakapokutana naye nitamuuliza, naamini ataniambia alipokuwepo. Sawa. Na Kidumu yupo ndani? Kidumu tunajua bwana. Kulalala tu, yupo ndani. Yupo ndani? Basi ngoja nikamuone. Sawa.
Wewe ni nani? Nimekuletea huu mkoba, inatakiwa upokee. Mkoba wa nini huo? Huu ni mkoba wa urithi uliotoka kwenye mizimu ya bibi yako. Hapana, kwa nini mimi? Kwa sababu umechaguliwa kuwa kiongozi mmojawapo kwenye kundi la kichawi. Mimi siko tayari kupokea mkoba. Chagua moja, upokee mkoba au ufe. Sawa, mimi nimekubali. Alinisaidia pia, namshukuru Mungu hadi leo niko hapa nikiwa mzima naongea na wewe. Sawa, lakini mimi najua kila kitu. Umelijuaje? Hali ya kuwa mimi nilikuwa huko msituni nilikuwa sielewi chochote, kwa sababu hata alonisaidia pia simjui. Yule alikusaidia ni Malikia wetu. Malikia wetu? Ndiyo, Malikia wetu katika chama chetu cha kichawi. Na alikuwa wapi muda wote huo? Unajua, sio kila jambo linakuwa wazi, lakini kwa sasa hivi unabidi ujue hivyo kwamba yeye ni Malikia wetu, na hata mimi nguvu ambazo unaziona basi yeye ndio ananipatia. Sawa, lakini kuna jambo ambalo linanipa maswali mengi sana kwenye kichwa changu. Maswali hayo naomba leo nipatie majibu. Yule mtu anafanana sana na wewe. Je, kuna uhusiano naye wote? Ni kweli, yule mtoto ni mwanangu mimi. Unataka kusema yule ni mwanao Lulu? Ndiyo. Sasa alikuwa wapi muda wote huu? Alichukuliwa na mizimu tangia yuko mdogo, hivyo basi alilelewa huko mpaka unavyomwona umri ule aliofikia, na alisimikwa ili kuwa mchawi. Sasa naanza kukuelewa. Basi hamna shida juu ya hilo. Leo tutakuwa na kikao, kuna mgeni nitakuwa namtambulisha, hivyo basi nilikuwa nakuomba usikose katika kikao. Sawa, nitafika kwa wakati. Nadhani unanielewa vizuri. Ni wajibu wangu pia kuhudhuria kwenye hiko kikao, hivyo nitafika mapema sana. Sawa, hivyo basi unapotoka hapa unabidi ubadilishe nguo zako, nje ndani, ndani nje, pia hata hivyo viatu. Sawa, nitafuata maelekezo yako kwa sababu sijawahi kukupinga kamwe. Nitalifanyia kazi. Basi mimi naenda, tutaonana baadaye. Habari yako? Wewe umefikaje hapa? Zawadi, hongera sana kwa kupokea mkoba wetu wa kichawi. Mkoba wa kichawi? Una maana gani? Ndiyo, umechaguliwa kuwa mmoja wa viongozi katika chama chetu cha kichawi. Na maana ile ndoto ilikuwa uhalisia? Ile ilikuwa sio ndoto, bali ni uhalisia wenyewe. Hivyo basi, baadaye tukutane kilingeni.